wa 2019, 2020, 2024 haukuwa wa halali wala wa haki. Unamhakikishiaje mwananchi huyu kwamba uchaguzi mkuu utakuwa halali? Tangu uchaguzi wa serikali za mitaa ufanyike bado hata miezi 6 haijapita. Leo unawezaje kuhakikishia watu kuwa uchaguzi mkuu utakuwa wa haki? Kasoro zilizobainishwa uchaguzi wa 2024 hazijarekebishwa wala kujibiwa. Kasoro kama za watoto kuandikishwa, watu waliofariki au kupotea kuandikishwa hazijajibiwa. Hakuna aliyesema huyu mnayesema alifariki huyu hapa, hatujaonyeshwa. Pia wahusika bado hawaoni. Vyombo vya ulinzi na usalama kama sehemu ya uchaguzi ni shida na kasoro. Tume ya uchaguzi, tume ya sasa haifai. Kama ndio walioharibu uchaguzi wa 2024, kwanza wana ukakasi katika kutasfiri kwao kanuni za uchaguzi. Pia kwa maeneo waliokuwa kabla na waliowateua ni ngumu kwao kusimamia haki. Huku nyuma sisi tulishapendekeza tume iweje, tukitaja mifano ya nchi jirani zinazotuzunguka. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani? Anayetumia nguvu na kusitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mfumo wa sasa hauwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli? Bwana, baada ya huyu padri kuzungumza ukweli mtupu kwenye speech yake hii ambayo alikuwa anazungumza na waumini wake, lakini pia na viongozi wote wa makanisa nchini kote, yameibuka mapya ambapo polisi wametangaza kufanya msako kwenye makanisa yote na kukagua kama kuna viongozi ambao wana maovu kwenye makanisa hayo, basi waweze kushughulikiwa. Na hii ni baada ya huyu padri kuzungumza hayo maneno. Bila shaka uchaguzi huu unaweza kawa ni uchaguzi ambao una heka nyingi kweli kweli. Kila inapotokea jambo lazima polisi atasimama au viongozi watasimama kulikemea, hususan viongozi wa serikali. Lakini baada ya mazungumzo ya huyu kiongozi wa kanisa, polisi nao wakaibuka na kuja kumjibu kwa namna nyingine ama na kuzungumza kwamba kama polisi wanakwenda kufanya msako kwenye makanisa yote, kufanya uchunguzi kubaini kama kutakuwa na viongozi wa dini ambao wanahamasisha pengine kuhusiana na masuala ambayo yanachochea uovu kwenye taifa hili, basi waweze kushughulikiwa. Na hii imezungumzwa, hizo ni baada ya viongozi mbalimbali kutoka makanisa tofauti nchini Tanzania wakizungumzia masuala ya kisiasa, japokuwa hawaendi direct kuzungumzia masuala ya kisiasa, lakini wanakuwa wanatuma ujumbe kwa njia nyingine tofauti, na mwisho wa siku Watanzania wanawaelewa, na ndio maana polisi wanatoka na kuzungumza haya. Inawezekana kani vitisho kupunguza pressure kubwa ambayo wanaitoa viongozi wa makanisa, lakini pia inawezekana ni kweli wana mpango huo wa kwenda kufanya ukaguzi kwenye makanisa yote nchini Tanzania. Bila shaka taarifa hizi ni taarifa mbaya kwa viongozi na waumini wote wa makanisa tofauti hapa nchini, kwa sababu ukianza msako, bila shaka watakuwa kuna viongozi ambao wana mapointi na wanaweza wakawabaini na kawachukulia hatua, kitu ambacho kitaleta attention kubwa na kuleta mpasuko kwenye hii nchi. Naam, mwanafamilia, nikukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kuitembelea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania.